Hivi ndivyo nilivyojiandikisha kwa SHA kwenye tovuti. Nilitembelea tovuti ya www.afyayangu.go.ke. Nilibofya kitufe cha usajili kilichopo sehemu ya juu ya upande wa kulia wa ukurasa, kisha nikachagua endelea, yani proceed, na kukubali sheria na masharti. Baadhi ya taarifa binafsi zilizohitajika ni aina ya kitambulisho, nambari ya kitambulisho na nambari ya simu. Kisha nilibofya endelea, yani proceed, ili kufungua akaunti yangu. Nilifungua akaunti yangu kwa kutumia taarifa nilizowasilisha. Nilipewa neno siri la mara moja, yani OTP, lililotumwa kwenye nambari yangu ya simu. Niliingiza OTP hiyo kwenye tovuti. Katika ukurasa uliofuata, kulikuwa na maelezo ya jinsi ya kuongeza taarifa zangu za kimsingi, jinsi ya kuongeza wanaonitegemea na jinsi ya kuthibitisha alama za vidole, yani biometrics. Kisha nilibofya kitufe cha sehemu ya chini upande wa kushoto wa ukurasa, kwanza kujisajili. Kiliniongoza kwenye ukurasa wa usajili wa kibinafsi ambapo taarifa nilizojaza awali zilikuwa tayari zimehifadhiwa. Nilitakiwa kupakia picha yangu pasipoti ya hivi punde zaidi. Pia kulikuwa na sehemu ya maelezo ya mshahara wangu. Nilijaza hali yangu ya ajira na hali ya kiraia na nikajibu swali kuhusu ulemavu. Nilibofya kitufe kilichoashiria kuendelea. Nilijaza nambari ya simu, anwani ya barua pepe na anwani ya makazi. Katika sehemu ya maelezo ya makazi, nilijaza kaunti ninakoishi, kaunti ndogo na wadi. Nilibofya kitufe cha kuendelea na kwenye ukurasa uliofuata nikathibitisha kuwa taarifa zote ni sahihi na kisha nikakubali tamko kwa kubofya kisanduku kilichowekwa. Nilibofya wasilisha, yani submit, ili kukamilisha usajili. Nilirejea kwenye ukurasa wa mwanzo au nyumbani, yani homepage, ambapo kulikuwa na taarifa zangu zote zikiwemo bima yangu ya SHA, madai, ziara zangu hospitalini, dawa nilizoandikiwa, kalenda ya miadi na orodha ya miadi hospitalini.